Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Sheikh Mwakidudu, katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, hebu tueleze mujtama la kufanywa ni lipi na ambalo halistaki kufanywa ni lipi Sheikh katika mwezi huu? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Makoroma, kwanza tutangulie tuseme alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'ma wa min jumlati an-ni'ma'i qawli laka alhamdu. Nitumshukuru Allah Sheikh Makoroma kwa kutufikisha mwezi wa Dhulhijja, tukijua kama mwezi wa mfungo tatu ambao ni mwezi wa 12 katika kalenda ya Kiislamu. Naam. Ni bahati kubwa, ni masiku tumeyataja, tumeyaota ya kwamba angalau na sisi tupate masiku haya, kwa sababu katika hadithi Mtume anasema hakuna masiku bora ambayo yameona jua, ambayo ukifanya amal ndani ya masiku haya ni bora na amali hiyo inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kama masiku haya 10 ambayo ni ya mfungo tatu. Ni haya yaliyoanza leo. Naam. Kwa hivyo mpaka siku ya 10, siku ya Idi, haya ndio masiku bora. Wanachuoni wanasema masiku bora katika zile siku 365 au 66 za mwaka mzima. No. Haya ndio masiku bora yaliyoona jua katika mchana. Usiku ni yale ya Lailatul Qadri, yale ya Ramadhani ya mwisho. No. Kwa hivyo kwa sisi wenyewe na Waislamu wenzetu dunia nzima, wale wanaotutazama, ni kwamba masiku haya ni ya kujitolea kusema kweli. Ikiwa amal ziko aina nyingi, amal sio aina moja, ni aina nyingi. Kuna kufunga ambao kwamba ni katika bora ya amal, kuna kutoa kusaidia wasiojiweza ni katika amali bora, kutii wazazi wawili, kuwasikiliza zaidi, kusoma Qur'ani, kumtaja Mwenyezi Mungu, wahakadha wahakadha wahakadha. Amal kila mmoja afanye bidii na ile amal ambayo ameafikiwa nayo. Nikisema ameafikiwa nayo, kuna watu Sheikh Makoroma wameafikiwa, wanapenda sana kufunga, na hawa insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie katika wao. Amen. Twende tukafufuliwe, tukaingizwe katika babu Rayyan, mlango wa wale ambao kwamba walikuwa wakipenda kufunga. Ikiwa babu Rayyan, mlango wa wale ambao walikuwa wakipenda kufunga. Alafu kuna watu wameafikiwa, sisemi wanapenda kuswali lazima kwa Muislamu, lakini wana ile taufiki ya kuswali na kuswali swala za ziada za sunna, duha, witri, rawatib zile za kufuatana na swala za faradhi, qiyamul layl. Kwa hivyo masiku haya ndio masiku ya kuzidisha hizo ibada, aliafikiwa kwa haya. Kuna watu shekhe waliafikiwa kutoa, kusaidia watu. Hivi sisi tutazungumza, M-Pesa zao zinafanya kazi kutumia watu. Mimi niko hivi, atuma. Ukiziangalia M-Pesa zimefurika kwa sababu ya kutuma, kusaidia watu. Na hii pia ni taufiki Mwenyezi Mungu amewapa baadhi ya watu, atujalie katika wale wenye kutoa inshallah. Alafu kuna amal ambazo pengine tukizitaja, barobaro wanasema sisi barobaro, hizo amali kama hizo sisi tuna nafasi gani hapo? Tuna barobaro wako bizi, wao swala ni za faradhi na kutoka saumu pengine hawawahi, ingawaje sio vizuri. Barobaro ibada kwa wakati huu ndio wakati bora wa kuwatii wazazi wawili, kuwafanyia mambo yao ambayo kwamba wanayafurahikia. Leo jamani, mimi hapa siondoki, nataka mnitume tu baba na mama, nifanyeje? Hizo ni amali zinazoelekea barobaro. Kuna amal za kusaidia wasiojiweza. Hapa stage mtu ameteremka, lakini ana mzigo mzito, si baba yako, si mama yako, lakini jirani mwema, ni Muislamu mwenzako asiyekuwa Muislamu. Unaenda wapi ukashika mzigo kupeleka kwa nyumbani? Ni amal. Ingawaje siku hizi nadra sana shekhe. Sasa ndio barobaro tawaambia, kwa sababu hizi ndio katika amali zao, kwa sababu wao ni watu wa nguvu, watu wa nishati, watu wana energy. Hizi ndio amali zao ambazo kwamba wanaweza kuzifanya. Kwa hivyo Sheikh Musa, ni maneno mengi lakini masiku ni haya na watu waelewe hivyo. Okay, naam, shukran Sheikh Mwakidudu.